vizuri ninapomkaribisha. Amen. Amen. Kefa Olo is properly married. Kefa Olo ameoa vizuri. He is the superintendent for United Methodist Churches. Yeye ndiye superintendent wa United Methodist Churches. And is also the director of education in Kenya and Ethiopia. Na pia ndiye anasimamia elimu Ethiopia na Kenya. Amen. Amen. He gave me a reason why he didn't come with Mama. I wanted them to come together. Alinipatia sababu ya kutokuja na mama, ingawaje nilitaka waje pamoja. And I understood. Na nilielewa. So that takes care of that part. Kwa hivyo hiyo inashughulikia sehemu hiyo. God bless you, sir. Mungu akubariki sana. 1 Timothy chapter 4. Timotheo wa kwanza mlango wa 4 verses 7 and 8. Mstari wa 7 na 8. Yes. Have nothing to do with godliness thank you, and all wives' tales. Rather train yourself to be godly. Verse 8. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Say amen. Amen. We want to sing this song. Tunataka kuimba wimbo huu. Blessed assurance, Jesus is mine. Hakikisho ya baraka ya kwamba Yesu ni wangu. But just before we sing that song, allow me to say something about the song. Lakini kabla tuimbe wimbo huu, niruhusu nikaweze kusema jambo kulihusu. That song was composed. The words came from a lady called Fanny Crosby. Fanny Crosby. Fanny Crosby lived in New York. Fanny Crosby aliishi pale New York when she was about 40 years old. Alipokuwa wa umri wa miaka 40. She lived there with her family. Aliishi pale pamoja na familia yake and the husband. Pamoja na mumewe. Fanny was blessed by children. Fanny alibarikiwa na watoto. And these children were well read. Watoto hawa wakawa wamesoma vizuri. I know one of them was a doctor. Ninajua mmoja wao alikuwa ni daktari. One of them was an architect. Mwingine akawa mchoraji. Another one was a lawyer. Mwingine akawa wakili. And another one, they were blessed. They were from different professions. Na mwingine wakawa wamebarikiwa katika taaluma mbalimbali. And even the husband was a wonderful man. Na hata mumewe alikuwa mtu wa ajabu. If they were in Nairobi, wangelikuwa Nairobi, they could be living in Karen or Lavington. Wenda wangeishi kule Karen ama pale Lavington. That means they were blessed. Hiyo inamaanisha kwamba walibarikiwa. But something happened to Fanny Crosby and the family. Lakini jambo likatokea kwa Fanny pamoja na familia yake. Children started dying one after the other. Watoto walianza kukufa mmoja baada ya mwingine. Until they remained only the two of them in that bungalow. Hadi wakabaki watu wawili tu katika ile nyumba kubwa. And even one time, na hata wakati mmoja, at night, usiku, the husband felt as if he was having some headache. Mumewe akaishi ni kana kwamba anaishi kichwa, maumivu kwenye kichwa. Before the end of the night, he was pronounced dead. Na kabla ya usiku kuisha akawa amekufa. Fanny remained alone in this house. Fanny akabaki peke yake katika nyumba hii. She stayed there and she was wondering. Aliishi pale akawa anashangaa. Because she remained alone. Kwa sababu alibaki peke yake. And to cut the long story short, na kwa kufupisha historia mrefu huo, one day
Siku moja Fanny felt that she was having some itches in her eyes. Fanny akaishi maumivu fulani katika macho yake. And all of a sudden Fanny turned blind. Na kwa kigafla Fanny akawa kipofu. And with all those things I've mentioned, na pamoja na hayo yote niliyoyataja, Fanny still loved the Lord. Fanny bado alimpenda Bwana. And it was at that time when Fanny remained alone and Fanny was now blind. Na ni kwa wakati ule ambapo Fanny alibaki peke yake na pia akawa kipofu. God used her through the Holy Ghost. Mungu aliweza kumtumia kupitia Roho Mtakatifu to come up with this wonderful song we usually sing all over. Ili aweze kutunga wimbo huu wa ajabu ambao unaimbwa popote pale nchini. Bwana hu sehemu yangu. Ya kwamba Bwana hu sehemu yangu. The Lord is my portion. Amen. Amen. Bwana hu, how many know that song? Wangapi wanalijua wimbo ule? Hallelujah. Hallelujah. We are not going to sing it, but I just want to tell you what God can do. Hatutaenda kuimba, lakini ningependa kuambia kile ambacho Mungu anaweza kufanya. And God again used Fanny to come up with this song. Na Mungu akatumia Fanny ili aweze kutunga wimbo huu. Pass me not, O gentle Savior. Bali inasema usinipite Mwokozi. Remember, she's now blind. Nakumbuka wakati huu sasa yeye ni kipofu. But God is still using her. Lakini bado Mungu anamtumia. And at that time God still used Fanny. Na kwa wakati huo huo Mungu aliendelea kutumia Fanny to come up with this song. Kutunga wimbo huu. Jesus, keep me near the cross. Yesu, uniweke karibu na msalaba. That after all said and done, kwa baada ya yote kusemwa na kutimia, Jesus, keep me near the cross. Mungu, Yesu, uniweke karibu na msalaba. And as if that was not enough, na kama hiyo haikutosha, God still used Fanny. Mungu pia akaendelea kutumia Fanny when she was blind, alipokuwa kipofu, to come up with this song. Kutunga wimbo huu. Blessed assurance, Jesus is mine. Hakikisho la baraka ni kwamba Yesu ni wangu. What am I trying to tell you, child of God? Ninajaribu kuambia nini watoto wa Mungu? Disability is not inability. Ya kwamba ule ulemavu sio kutoweza. God can still use you. Mungu bado anaweza kukutumia. Amen. Amen. And what he did then, na alipofanya wakati ule, he can do it today. Bado ataweza kufanya leo. Because he's everlasting Father. Kwa sababu yeye ni Baba wa milele. It's not limited to time. Yeye hazuiliwi na wakati. It's the same yesterday, today and forever. Yeye ni yule jana, leo na milele. Fanny came up with wonderful. Fanny aliweza kutunga nyimbo nyingi za ajabu ambazo siwezi nikayataja yote. Amen. Amen. For the interest of time, na kwa sababu ya muda, I'll come again. Nitarudi tena. So that we can share the story about this wonderful lady. Ili tuweze kushiriki hadithi ya huyu binti wa ajabu. So I concur with our bishop. Kwa hivyo ninakubaliana na askofu wetu. Amen. Amen. That some of these songs we are singing, ya kwamba baadhi ya nyimbo hizi tunazoimba, some of them never just came on a silver platter. Mengine hayakukuja tu hivi hivi. Some of them came out of great pains. Mengine yao yalikuja kutokana na uchungu wa ajabu. When I'm singing songs of Fanny Crosby, ninapoimba nyimbo za Fanny Crosby, I just remember the late mother of Bishop Kangie. Ninakumbuka mamae askofu aliyelala, who loved the Lord, ambaye alimpenda Bwana so much, sana sana. When pastor is sharing with me, in fact, how God was using her, wakati mchungaji anashiriki na mimi vile Mungu alivyokuwa akimtumia to pray for them, kuwaombea, and even to take care of them, na hata kuwatunza, I just remember Fanny Crosby. Ninakumbuka tu Fanny Crosby.
How many are ready so that we can sing this song? Wangapi wako tayari tuweze kuimba wimbo huu? Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fountain of glory divine. There of salvation, purchase of one of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, first in my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all instant rest. I am my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. God bless you. Barikiwe. We'll sing the other one on the other side of the paper at the end of our sermon. Tutaimba huo wimbo mwingine nyuma ya karatasi tutakapomaliza mahubiri yetu. Allow me to say, may God bless our bishop so much for inviting us to this church. Niruhusu niseme ya kwamba Mungu aweze kubariki askofu wetu sana kwa kutualika katika kanisa hili. May God bless him and his family. Mungu ambariki pamoja na familia yake. We'll continue standing in the gap for you and your family. Tutaendelea kusimama kwenye pengo kwa ajili yako pamoja na jamii wako. May God bless the leadership of CGP. Na Mungu aweze kubariki uongozi wa CGP. You're wonderful people.
Ninyi ni watu wa ajabu. You're working hand in hand with our brother. Mnafanya pamoja kwa karibu sana na ndugu wetu. And with one another. Na pamoja na kila mmoja wetu. I love the way you are doing things. Ninapenda namna mnavyofanya vitu. God bless our youth. Mungu awabariki vijana wetu. In this church. Katika kanisa hili. It was wonderful. Ilikuwa ya ajabu. Amen. Amen. You know, our brother was handling a tough topic. Ndugu wangu wetu alikuwa akishughulikia mada ngumu, which is sometimes controversial even among the adults. Ambayo wakati mwingine huchanganya hata watu wazima. But this is one of the places where youth were standing and asking good questions, relevant questions. Na hapa ndio mahali pekee vijana walikuwa wakisimama na kuuliza maswali mazuri. Other places youths are just stranded, and when it's done is when they go out murmuring. Na sehemu zingine vijana wanakaa tu wakitulia, na wakiondoka ndio wanaenda pale kumulika. But let me confirm to you that you have wonderful youths. Na acha niwahakikishia kwamba mko na vijana wazuri. Praise and worship team. Kikundi cha ibada na sifa. You are second to none. Hakuna mwingine wa kufananishwa na nyinyi. I wanted you just to continue singing. Nilikuwa natamani muendelee kuimba. Did you know it is only in this church where we have a lady playing guitar? Je, unajua kwamba katika hili kanisa tuko na wasichana ambaye anacheza gitaa? Back in Kenya, this is the first time I've seen a lady playing guitar. Wakati wangu wa kwanza kuona msichana akicheza gitaa. I've seen some ladies playing guitar but in the secular world. Nimeona wasichana wengine wakicheza gitaa lakini katika dunia pana. So my sister, keep it up. Kwa hivyo dadangu, endelea. Amen. Amen. One time when I'll be inviting Bishop, come with her. Siku moja nitakapoalika askofu, tafadhali kuja na yeye. So that you can inspire those our girls. Ili aweze kuchochea wale wasichana wetu na kuwatia moyo. Our topic this morning, mada yetu asubuhi hii, training to be godly. Kujifunza kuwa wa kiungu. That is what we've read in 1 Timothy 4:7-8. Ndio tumesoma katika Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 7 na 8. Training to be godly. Kujifunza kuwa wa kiungu. People are trained in different fields, even in this church. Watu wamefundishwa katika nyanja tofauti tofauti hata katika kanisa hili. We have teachers in this congregation. Tuko na walimu katika mkutano huu. We have nurses. Tuko na nurses. If they are not here, they in some other places. Ikiwa hawako hapa basi wako katika sehemu zingine. We have also trained doctors. Tuko pia na madaktari waliohitimu. We have trained drivers. Tuko na madereva waliohitimu. We have people who are trained in strategic planning. Tuko na wale watu waliohitimu katika kuchora strategic planning. Like those our brothers and sisters who blessed us last time. Kama wale ndugu zetu na dada zetu waliotubariki wakati ule. And if you read this book from the beginning, that is chapter 4 verses 1 going on up to the end. Na ukisoma kitabu hiki kuanzia mstari wa kwanza wa mlango wa 4 hadi mwisho wake, you will realize at your own time that in fact Paul realized that he had to write this letter to his son in the faith. Utagundua wakati wako ya kwamba Paulo aliamua kuandika barua hii kwa mtoto wake, kijana yake katika imani. Because of what was going on that time. Kwa sababu ya matukio yaliyokuwa yakitendeka wakati ule. In fact, we call them the perilous times. Tunaziita wakati wa mateso. Things were mixed up those days. Mambo yalichanganyikana wakati ule. Then Paul realized that he must prepare this young man. Kisha Paulo akatambua ya kwamba lazima aandae huyu kijana kwa ajili ya huduma. So he never talked of any profession where Timothy was trained in. Kwa hivyo hakuongea kuhusu taaluma lolote ambalo Paulo pengine alikuwa amehitimu. But he said train to be godly. Lakini akasema kwamba jifunze kuwa wa kiungu.
And remember, child of God, what was happening that time is what is happening today. Nakumbuka mwana wa Mungu, kilichokuwa kikitendeka wakati ule ndio yale yanayotendeka wakati huu. Things were mixed up and things are mixed up today. Mambo yalikuwa yamechanganyikana na yamechanganyikana hata leo hii. Only those people who are trained to be godly shall escape. Ila wale tu ambao wamejifunza kuwa wa kiungu ndio wataepuka. Physical training is good for the body. Mafundisho na zoezi ya kimwili ni inafaa kwa mwili. But spiritual training is better. Lakini mazoezi ya kiroho ni bora zaidi. It is holding promise for both the present life and the life to come. Ndio imebeba ahadi kwa ajili ya maisha ya hapa sasa hivi na yale maisha yajayo. Therefore, child of God, train yourself to be godly as you activate your faith. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, jifunze kuwa wa kiungu unapochochea imani yako. We are here to reclaim what Adam lost in the Garden of Eden. Tuko hapa kudai kile ambacho Adamu alipoteza katika bustani la Edeni. The Bible records that Adam lost God's glory. Biblia imeandika kwamba Adamu alipoteza utukufu wa Mungu. That is after the fall. Hiyo ni baada ya kutenda dhambi. Adam lost his birthright. Adamu alipoteza haki yake ya kuzaliwa. Adam lost power or strength. Adamu alipoteza nguvu. Adam lost authority. Adamu akapoteza mamlaka. Let us remain faithful to God, child of God. Tuweze kuwa waaminifu kwa Mungu, mtoto wa Mungu. So that we can reclaim what Adam lost in the Garden of Eden. Ili tuweze kurejesha kile ambacho Adamu alipoteza katika bustani la Edeni. For you to have strength, child of God, ili uwe na nguvu, mtumishi wa Mungu, you need to eat. Unahitaji kula. You need to drink. Unahitaji kukunywa. That is physical food. Hiyo ni chakula cha kimwili. If you don't eat the word of God, usipokula neno la Mungu, you will get hungry, child of God. Utaona njaa, mtoto wa Mungu. Amen. Amen. I'm a teacher by profession. I'm just going on. I'm just about to finish. Mimi ni mwalimu kitaaluma. Ninaendelea tu, ninakaribia kumaliza. I'll not be jumping and running. I'm sticking to my calling. Mimi sitakuwa ninarukaruka na kukimbia. Ninabaki pale katika mwito wangu. The same way we eat. Vile tunavyokula. So that we do not get hungry. Ili tusiweze kuona njaa. If we don't eat God's word, tusipokula neno la Mungu, definitely you'll get hungry. Basi tutaweza kuona njaa. If you don't eat God's word, usipokula neno la Mungu, you will starve. Utakonda. If you don't eat God's word, usipokula neno la Mungu, you will stop living. Utakoma kuishi. That means you will die at the end of the day. Maana yake ni kwamba utakufa hatimaye. Jesus took about 10 years in preparation or in training. Yesu alichukua karibu miaka 10 katika kujifunza for his ministry. Kwa ajili ya huduma yake. And his ministry only took 3 years. Na huduma yake ikachukua miaka 3 tu. But because he was well trained, na kwa sababu alikuwa amefundishwa vyema, the 3 years it took to do ministry, miaka 3 aliyochukua kuhudumu, they were very much effective. Ilikuwa ya nguvu sana. He made a difference in the lives of the poor people. Alileta utofauti katika maisha ya maskini. Made a difference in the lives of the needy. Alifanya utofauti katika maisha ya waliokuwa na hitaji. The blind saw. Na vipofu waliona. The lame walked. Vilema walitembea. And the dead people came to life. Wafu pia walifufuka. He overcame the devil. Alishinda shetani. Train to be godly. Jifunze kuwa wa kiungu. And you will defeat the enemy. Na utashinda mwadui. How do we train to be godly? Ni namna gani tunaweza kujifunza kuwa wa kiungu? We train to be godly by devoting ourselves to prayer. Tunajifunza kuwa wa kiungu tunapojitolea kwa maombi. We train to be godly by setting time for prayer and fasting.
Tunajifunza kuwa wa kiungu tunapotenga nafasi na wakati kwa ajili ya maombi na kufunga. We train to be godly by seeking God's face. Tunajifunza kuwa wa kiungu tunapotafuta uso wa Mungu. We train to be godly by reading the word of God. Tunajifunza kuwa wa kiungu tunaposoma neno la Mungu. Or meditating upon his word. Ama tunapotafakari kuhusu neno lake Mungu. We train to be godly by attending midweek fellowship. Tunajifunza kuwa wa kiungu tunaposhiriki ushirika wa katikati ya wiki. How many people attend midweek fellowship? Wangapi katikati yetu wanaenda katika ushirika ya katikati ya wiki? God bless you, my sister. God bless you, my brother. God bless you. Mungu awabariki dada yangu. Mungu awabariki. If you are training to be godly, unapojifunza kuwa wa kiungu, you must be participating in midweek fellowship or cell group. Lazima ushiriki katika mikutano za katikati za wiki. You cannot say that you are training to be godly. Huwezi sema ya kwamba unajifunza kuwa wa kiungu and you don't even attend those fellowships. Na wewe kamwe ushiriki mikutano hizo. You only have excuses. Wewe una vijisababu tu. Bishop, you know. Askofu, unajua. I love the church. Ninapenda sana kanisa. I give tithe. I pay tithe. Ninalipa fungu la 10. I give my offering. Ninapeana sadaka zangu. But you know how busy I am in the business. Lakini unaelewa vile nimeshikika katika biashara. That is okay, child of God. Hiyo ni sawa, mtoto wa Mungu. But remember, if you don't train to be godly, lakini kumbuka, usipojifunza kuwa wa kiungu, you will get hungry at the end of the day. Utaona njaa hatimaye. If you fail to train to be godly, ukishindwa kujifunza kuwa wa kiungu by attending those fellowships, kwa kushiriki katika mikutano hizo, you will die. Utakufa. You may be walking but you are already dead. Unaweza kuwa unatembea ila umekufa tayari. We train to be godly even by coming to Sunday services. Tunajifunza kuwa wa kiungu hata kwa kukuja katika ibada za Jumapili. So that you listen to the word of God. Ili uweze kusikiliza neno la Mungu. And you are blessed together with other people. Na ubarikiwe pamoja na wengine. So Paul told Timothy. Kwa hivyo Paulo akaambia Timotheo, my son in the faith. Mwanangu katika imani. After all said and done. Baada ya yote kusemwa na kufanya. Make sure you train yourself to be godly. Hakikisha ya kwamba umejifunza kuwa wa kiungu. Because these are the perilous times. Kwa sababu huu ni wakati mgumu. And people are coming with funny doctrines. Na watu wanatokelezea na mafundisho maovu. If you are not rooted in the word, ikiwa hujachimbika katika neno, you'll be swept by those funny doctrines. Basi utafagiliwa na mafundisho hayo potovu. And one time you will fall dead. Na wakati mmoja utajikuta kwamba umeanguka na kukufa. We train to be godly. Tunajifunza kuwa wa kiungu even by going to workshops. Hata kwa kuenda katika washa. You know, not all of us can go to Bible college. Naelewa sio sisi zote tunaweza kwenda katika chuo cha Biblia. But I know Church of God of Prophecy. Lakini ninaelewa katika kanisa la Church of God of Prophecy. This is a place where they believe that leaders are born and leaders are also trained. Hapa ni mahali ambapo wanaamini ya kwamba viongozi wanazaliwa na pia wanafundishwa. They are prepared. Wanatengenezwa. Amen. Amen. Did you know in fact many churches even in Migori? Unajua kwamba alifundisha makanisa mengi hata hapa Migori. You can look at members. Unaweza ukaangalia washirika. And you just say that these people are lacking something. Na useme ya kwamba kweli hawa watu wamekosa kitu. And that is why even if a prophet, somebody in the name of a prophet walks in, ndio maana hata mtu ambaye anajiita nabii akiingia, who can behave like a witch doctor telling you everything, ambaye wakati mwingine anaweza kujifanya kama mganga anakuambia kila kitu, and just welcomed by the bishop even to share the word, ambaye pengine amealikwa na askofu kushiriki neno, after leaving,
Na baada ya kuondoka, some people will live with that person. Wengine wanaondoka na mtu kama huyo. It is not their problem. Sio shida yao. But they are not rooted in the word. Lakini ni wale hawajachimbika kwenye neno. They are not trained properly. Hawajafundishwa vilivyo. They are just looking at the miracle. Wanatazama na kuangalia miujiza tu. But they do not know the source. Ila hawaelewi chanzo chake. Child of God, be ready to be trained. Mtoto wa Mungu, kuwa tayari kufundishwa, so that you can pass the test of time, ili uweze kushinda majaribio. We are living at a time when things are very much mixed up. Tunaishi kwa wakati ambapo those people who are rooted in the word are going to survive. Na wale ambao wamechimbika kwenye neno peke yao ndio wataishi. Paul told Timothy. Paulo akamwambia Timotheo, you are born again, you are spirit filled. Wewe umeokoka ndio ukajazwa na Roho Mtakatifu. But my son, you still need to be rooted in the word. Ila mwanangu, bado unahitaji kuchimbika katika neno. I want to talk about passion or love. Ningependa kuongelea upendo. When you are training to be godly, unapojifunza kuwa wa kiungu, you must be passionate. Lazima upende. Without passion, bila upendo, there is no love. There is no fruit. Bila upendo hamna tunda. Be passionate, child of God. Wewe penda, mtoto wa Mungu. And God will do great things in your life. Na Mungu atatenda makuu katika maisha yako. Be passionate, child of God, as you train to be godly. Penda, mtoto wa Mungu, unapojifunza kuwa wa kiungu. And God will do great things in your family. Na Mungu atatenda makuu katika jamii yako. Be passionate, child of God. Penda, mtoto wa Mungu. And God will do great things in your ministry. Na Mungu atatenda makuu katika huduma yako. I tell people always in the church where I pastor. Huwa ninaambia watu katika kanisa pale ninapochunga. And I want to concur with what pastor said in the morning. Na ningependa kukubaliana na kile ambacho mchungaji alisema asubuhi. People may look down upon you. Ya kwamba watu wenda wakakudharau. But God has planted something special in you. Lakini Mungu amewekeza kitu cha kipekee ndani yako. All of us who are sitting here, sisi zote tunapoketi hapa, you have your gifts and graces. Uko na vipawa vyako pamoja na neema zako. You only need to identify your gift. Unahitaji tu kutambua kipawa chako. And you take a step of faith. Na uchukue hatua ya imani. And God will start using you. Na Mungu ataanza kukutumia. The praise and worship who are blessing us here so much. Kikundi cha sifa na ibada waliokuwa wakitubariki hapa sana. Each and every one of them realize that in fact I can sing for the Lord. Kila mmoja wao alitambua ya kwamba kumbe ninaweza kumwimbia Mungu. And even our sister went even tell God, reveal for me even more. Na dadangu akakwenda kwa Mungu na kuambia Mungu, hata unifunulie zaidi. And she realized she can even play guitar. Akatambua anaweza kucheza gitaa. And even this young man. Na hata huyo kijana. I know this young man so well. Ninamtambua huyo kijana vyema. I know even the mother when he was still young. Ninajua hata mamaye alipokuwa mchanga bado. And even when he was trying to discover his talent of playing the keyboard. Na hata wakati alikuwa anatambua kipawa chake cha kucheza keyboard. I knew him when he could not play the keyboard. Nilimjua kabla hajaanza kucheza keyboard. But I was telling this brother, he said Elias, he sent to come and collect us. Na nilikuwa nikiambia ndugu Elias aliyetuma kutuleta. That in our churches people, in most of our churches people are destabilized. Ya kwamba katika makanisa zetu nyingi watu hawana msimamo. If you don't have people who are playing these instruments who are born again. Ikiwa hauna watu wa kucheza vyombo ambao wameokoka. Sometimes you are set and even you are set and in fact you are waiting for the man to come. Wakati fulani unaweza kuwa umejiandaa huko tayari unangojea huyu mtu akuje. He'll just give you a call that is even in Awendo. Na huo ndio wakati anakupigia simu ya kwamba yeye yupo Awendo. And yet the people of God are waiting for him to bless. Na wakati huo watu wa Mungu wameketi wanangojea wabarikiwe. I thank God. Ninashukuru Mungu for Church of God of Prophecy. Kwa ajili ya kanisa la Church of God of Prophecy. You are preparing people who are just insiders. Munaandaa watu katikati yetu tu.
Not just outsiders. Si watu wa nje. Insiders. Watu wa ndani. Hallelujah. Hallelujah. Who are playing these things without complaining. Ambao wanacheza hivi vitu bila malalamiko. But I thank God for the young people and each and every person who are ready to identify their gifts and graces. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya vijana na watu wadogo ambao wanaweza kutambua vipawa vyao na neema zao. Not all of us can be pastors. Sio zote tunaweza kuwa wachungaji. Not all of us can be in praise and worship. Sisi zote tunaweza kuwa katika kikundi cha sifa na ibada. Not all of us can be elders. Sisi zote tunaweza kuwa wazee. Not all of us can be women leaders. Sisi zote tunaweza kuwa viongozi wa wamama. But you still have something you can do in the house of the Lord. Lakini bado una kitu unaweza fanya katika nyumba ya Mungu. Ask God to help you to identify your gifts and graces. Uliza Mungu akusaidie kutambua kipawa chako na neema zako. Be passionate child of God. Penda mtoto wa Mungu. And God will do great things in your ministry. Na Mungu atatenda makuu katika huduma yako. You have a ministry, child of God. Uko na huduma mtoto wa Mungu. You only need to ask God to help you to identify your ministry. Kile unahitaji ni kumuuliza Mungu akusaidie kutambua huduma yako. Our voices are power. Sauti zetu zina nguvu. Our voices has power and authority on earth. Sauti zetu zina nguvu na mamlaka katika ulimwengu. To do business here in Kenya, kufanya biashara hapa Kenya, you need Kenyan currency. Unahitaji pesa ya Kenya. To do business so well with the Tanzanians, ili ufanye biashara nzuri pale na Watanzania, you must have Tanzanian currency. Lazima uwe na pesa za Kitanzania. Even to do business with Ugandans who are just across the border, hata kufanya biashara nzuri na wa Uganda ambao wako tu hapo nyuma ya mpaka, you need to have Ugandan currency. Lazima uwe na pesa ya Kiuganda. To do business with them in United States, ili uweze kufanya biashara pale Marekani, you must have US dollars. Lazima uwe na dola ya Kimarekani. The first time I was going to America, wakati wangu wa kwanza kwenda Marekani, God blessed me with some good money. Mungu alinibariki na pesa nzuri tu. And I placed that money in my briefcase. Na nikaweka hizo pesa katika briefcase langu. You know when you are in that plane, na unajua ukiwa pale kwenye ndege, you don't have problem. Hauna shida. Because you get food there and everything there. Kwa sababu utapata chakula pale na kila kitu. But when we reached Amsterdam, lakini tulipofika Amsterdam, I realized we had to be there for about 8 hours. Niligundua tungekaa pale kwa karibu na saa 8 to reconnect with another plane to the United States. Ili tuweze kuingia katika ndege nyingine ambayo inatupeleka Marekani. And me, I was not worried because I knew I had money. I was just going to get anything I want and eat. Na mimi sikuwa na wasiwasi, nilijua nina pesa za kutosha, nitapata chochote ninachohitaji nikule. Then when I went to one of the restaurants, na nilipoingia katika hoteli moja, and I picked food and I removed the Kenya shilling. Nikachukua chakula, nikatoa noti moja ya Kikenya. They could not even understand what I was doing there. Hata hawakuelewa ninawapatia nini. They told me, my brother, what are you trying to do? Wakaniambia, ndugu wangu, unajaribu kufanya nini wewe? What is this you are giving us? Hii ni nini unanipatia? I'm giving you money. Kaambia, lakini nawapa pesa. They told me this is just a paper like any other paper. Wakaniambia, hii hapa ni karatasi tu kawaida kama karatasi nyingine. So for you to do business with us here, ili uweze kufanya biashara na sisi hapa, you must have US dollars or euros. Lazima uwe na US dollars ama euros. So I realized I was rich but one of the poorest. Nikatambua ya kwamba nilikuwa tajiri, kumbe mmoja wapo wale maskini zaidi. Did you know I stayed there until I was almost collapsing? Je, unaelewa kama nilikaa pale karibu nizimie? And I had to go to another Good Samaritan. Na ilibidi niende kwa rafiki fulani. I told him, brother, it is my first time. Nikamwambia, ndugu, ni wakati wangu wa kwanza. I did not know. Na sikujua That to do business with these people in
Amsterdam, ya kwamba ili ufanye biashara na hawa watu hapa Amsterdam, to have what we call US dollars or euro. Lazima niwe na kitu kinachoitwa dola ya Kimarekani ama euros. So I'm almost collapsing. I'm very hungry. Mimi ninaishi njaa sana, karibu ninazimia hapa. Help me even with $1,000 US. Nisaidie hata na US dollar 100 tu. I'm giving you the equivalent. Nitakupa ile kiasi ambacho kinatoshana na yeye. Go back to Kenya, you can use it. Utakaporudi Kenya utaweza kuitumia. That is how God helped me. Na hivyo ndivyo Mungu alivyonisaidia. Brethren, to do business with heaven, wapendwa, ili uweze kufanya biashara na mbingu, you must be born again. Lazima uokoke. That is key. Hiyo ni lazima. Hallelujah. Hallelujah. To do business with heaven, bottom line is you must be born again. Kufanya biashara na mbingu, msingi ni kwamba lazima uokoke. And you must be spirit-filled. Na lazima ujazwe na Roho Mtakatifu. To do business with heaven, kufanya biashara na mbingu, you must have faith. Lazima uwe na imani. Amen. Amen. Faith in the Lord. Imani kwa Bwana. Faith which can take you some steps. Imani ambayo inaweza kusongeza hatua. To do business with heaven, ili ufanye biashara na mbingu, you must be a fat Christian. Lazima uwe Mkristo mnene. Fat with capital F. Mnene. Capital F. Ile it is acronym. Ma kubwa. F. F kubwa. Capital A. A kubwa. And capital T. Na T kubwa. You must be a fat Christian. Lazima uwe Mkristo fat, mnene. Where F stands for faithful, ambapo fa inasimamia uaminifu, you must be a faithful Christian. Lazima uwe Mkristo mwaminifu. And where A stands for available, na A inasimamia kupatikana. And T stands for teachable. Ta inasimamia kufundishwa. Did you know that you can be a faithful Christian? Je, unajua ya kwamba unaweza kuwa Mkristo mwaminifu, but you are not available, lakini haupatikani? When pastor calls even for at least for a workshop or for a small meeting, you cannot be found. Wakati mchungaji amealika watu kwa ajili ya mkutano ama washa fulani, haupatikani. You can be faithful and available. Unaweza kuwa mwaminifu, unaweza kuwa unapatikana, but sometimes you are not teachable. Lakini wakati fulani haufundishiki. Did you know we have some brothers and sisters you cannot even correct? Je, unajua kwamba tuko na ndugu zetu, dada zetu ambao huwezi hata kumkosoa. They know everything. Wanajua mambo yote. Even when you tell my brother, hata ukimwambia ndugu, here you are not right, hapa umekosea, that is the end of your friendship with that person. Urafiki wenu utakomea pale pale tu. But you don't know that learning is a continuous process. Lakini hujajua ya kwamba kujifunza ama elimu inaendelea. So, my brother, my sister, kwa hivyo ndugu wangu, dadangu, train yourself to be godly. Jifunze kuwa wa kiungu. And as you train yourself to be godly, na unapojifunza kuwa wa kiungu, you must be a fat Christian. Lazima uwe Mkristo fat, faithful, mwaminifu, valuable and teachable, anayepatikana na kufundishika. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And then winds of doctrines will come. Kisha mapepo ya mafundisho yatakuja. But you remain. Lakini wewe utabaki steadfast with your God. Utabaki kuwa imara na Mungu wako. Steadfast in this church. Imara katika kanisa hili. Not just moving up and down. Sio kutembea huku na pale. I'm not saying that you should not visit other churches. Sisemi kwamba hufai kutembelea makanisa mengine. God is a God of order. Lakini Mungu ni Mungu wa mipango. Amen. Amen. That is a topic for another day. Na hiyo ni mada ya siku nyingine. Tools the devil fears. Zile silaha ambazo shetani anaogopa. Somebody one time said, kuna mtu aliyesema wakati fulani, neither a wise man nor a fool can work without a tool. Ya kwamba sio mjinga wala mtu mwerevu anaweza kufanya kazi bila kifaa. So as you train to be godly,
Kwa hivyo unapojifunza kuwa wa kiungu, you must be armed with some tools which will help you in this Christian walk. Lazima uwe na vifaa fulani ambavyo vitakusaidia katika matembezi ya Ukristo. The tools, one of the tools the devil fear, mojawapo vifaa na silaha shetani anaogopa, is the name of Jesus. Ni jina la Yesu. Amen. Amen. Did you know sometimes you can call your bishop? Je, unajua kwamba kuna wakati unaweza kumpigia simu askofu wenu? When you are in real problem. Wakati kweli unaona makesi. And you are told tajiri hapatikani. Na unaambiwa ya kwamba mteja hapatikani. How many are getting what I'm saying? Wangapi wanasikia ninachosema? You can call your bishop or your pastor. Unaweza kumpigia mchungaji wako ama askofu wako simu. And you find it's not available. Na upate kwamba hapatikani. But what am I trying to tell you? Lakini ni nini ninachojaribu kuambia? That is why you need to know the Lord. Ndio maana unahitajika kumtambua Bwana as your personal savior, kama mwokozi wako. So when problems come, ili wakati shida zinapokuja, you can call upon the name. Unaweza kuliitia jina. The name which is above every other name. Jina lililo zaidi ya majina yote. Hallelujah. So one of the tools the enemy fears, mojawapo kifaa ambacho shetani when he attacks you at night or in any place, anapo kuja kwako usiku ama popote pale, you just say in the name of Jesus. Jina la Yesu. Hallelujah. You don't bother to call your bishop or to call any other person. If you have him as your Lord and Savior, you walk and work with him in season and out of season. When you are attacked by the enemy, you call upon the name, and he'll never remain around you. Another tool the enemy fears is the blood of Jesus. Another tool the enemy fears is the Holy Spirit. Another tool the enemy fears is faith in Christ. Hallelujah. Paul wrote to his son in the faith. Paulo akaandikia mwanawe katika imani. That my son, we are living in the last of the last days. Ya kwamba mwanangu, tunaishi katika nyakati zile za mwisho kabisa. These are the perilous times. Huu ndio wakati ule mgumu. And train yourself to be godly. Na ujifunze kuwa wa kiungu. And wherever you go, na popote utakapoenda, you must know the Lord yourself. Lazima utambue Mungu unayemtumikia. Amen. Amen. How many are getting what I'm saying? Wangapi wanaelewa ninachosema? Hallelujah. Amen. So that when they come with their heresies, ili wanapokuja na mafundisho zao potovu, you will still remain. Bado utabaki. You know, at time you can be alone. Najua kuna wakati unaweza kubaki peke yako. At times you can be alone. Kuna wakati unaweza kubaki mpweke. But if you have Christ in you, lakini ukiwa na Kristo ndani yako, you are lonely but never alone. Wewe uko peke yako lakini sio mpweke. How many are getting what I'm saying? Wangapi wanasikia ninachosema? You are lonely but never alone. Uko peke yako lakini sio mpweke. You can. Unaweza overcome. Unaweza kushinda. Are you in good shape, child of God? Je, uko sawa mtoto wa Mungu? Both physically and spiritually. Je, uko katika umbo sawa katika kimwili na kiroho? I'm winding by asking you, child of God. Ninamalizia nikikuuliza mtoto wa Mungu. Are you in good shape both physically and spiritually? Je, uko katika umbo sawa kimwili na kiroho? Are you developing your spiritual muscles? Je, unakuza misuli yako ya kiroho? You need to develop your spiritual muscles every day. Unahitaji kukuza misuli yako ya kiroho kila siku. You can only do that if you are training to be God. Na utafanya hivyo tu ikiwa unajifunza kuwa wa kiungu. Did you know there are only two things which made the children of Israel to suffer so much? Na je, unajua kuna vitu viwili tu ambavyo vilisababisha wana wa Israeli kuteseka sana? God cannot send you to a place.
Mungu hawezi akakutuma mahali without providing. Bila kupeana. Amen. Amen. And without, in fact, taking care of everything. Na bila kushughulikia chochote kile utakachohitaji. But you know what disturbed the children of Israel, which is disturbing us today? Na unajua kilichosumbua wana wa Israeli ambacho bado inatusumbua leo? Number 1 is disobedience. Ya kwanza ni kutotii. Number 2, ya pili, failure to follow instructions. Kutofuata maagizo. Hallelujah. Hallelujah. How many are ready to be obedient to God in season and out of season? Wangapi wako tayari kumheshimu Mungu? Uwe ni wakati mgumu, uwe ni wakati mzuri. It is like some people did not hear what I said. Ni kama kuna watu hawakuelewa swali langu. If you are not lifting up your hand, child of God, ikiwa haujainua mkono wako mtoto wa Mungu, time will tell. Basi muda utasema. How many want to be obedient to our Maker in season and out of season? Wakipenda kuwa watiifu kwa Muumba wetu wakati mgumu. And how many are ready to follow instructions? Na wangapi wako tayari kufuata maagizo? Then let me ask you again. Basi wacha niwaulize tena. Are you in good shape both physically and spiritually? Je, uko katika umbo nzuri kiroho na kimwili? It is good to be in good shape physically. Ni vyema kuwa katika umbo nzuri kimwili. But spiritual fitness is better. Na kuwa mzuri katika roho ni bora zaidi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. If you are spiritually fit, ikiwa uko imara kiroho, you have hope beyond the grave. Basi uko na tumaini zaidi ya kaburi. Are you developing your spiritual muscles? Je, unakuza misuli yako ya kiroho? If the answer is yes, ikiwa jibu ni ndio, I want to concur with Paul in Philippians chapter 4. Basi nitakubaliana na Paulo katika Wafilipi mlango wa 4, verse 6 and 7, mstari wa 6 na 7, and then 19. na mstari wa 19. He's saying, do not be anxious about anything. Anasema ya kwamba msifadhaike moyo kwa ajili ya chochote kile. If you are sure you are already trained and you are rooted in the word, ikiwa unahakikisho ya kwamba umefundishwa na umechimbika katika neno, is now encouraging you and telling you, child of God, basi sasa anakuitia moyo na kukuambia ya kwamba mtoto wa Mungu, do not be anxious about anything. Usiwe na wasiwasi na kufadhaika moyo kwa ajili ya chochote kile. But everything in prayer, petition with thanksgiving, na kwa chochote kile kupitia maombi na dua, let your request be known unto God. Fanya hitaji lako lijulikane kwa Mungu. And in verse 7 is even confirming to you and to me. Na mstari wa 7 na kuhakikishia wewe na mimi. It is only God who can give you peace. Ya kwamba ni Mungu peke yake atakayekupa amani. That surpasses human understanding. Inayozidi kuelewa kwa wanadamu. Hallelujah. Hallelujah. It is only him who can give us peace. Ni yeye peke yake ndiye anaweza kutupa amani. That the world cannot give. Ambayo ulimwengu hawezi kupeana. And when you jump to verse 19, na ukiruka katika mstari wa 19, Paul is writing to his financial partners. Paulo anaandikia wenzake katika hali ya kifedha. The church in Philippi and is telling them, kanisa la Filipi akiwaambia, and my God, na Mungu wangu shall supply all your needs, atawapea mahitaji yenu yote, according to his riches in glory, kulingana na utajiri wake katika utukufu, through his son Jesus the Christ, kupitia mwanawe Yesu Kristo. And at the end of the day, na hatimaye we'll just lift up our hands, tutainua tu mikono yetu, and return all the glory and honor unto him, na kurudisha utukufu wote na heshima kwake. Train yourself to be godly, child of God. Jifunze kuwa wa kiungu, mtoto wa Mungu. Even at this time when people do not know what to do. Hata kwa wakati huu ambapo watu hawaelewi cha kufanya. The church and the state is destabilized. Kanisa na serikali hawana msimamo. But those people with hope and them who are trained to be God. Lakini wale walio na tumaini ni wale waliojifunza kuwa wa kiungu. You shall overcome. Utashinda. Don't let negative toxic people, child of God, rent space in your head. Usiache fikra maovu ya watu kuwa na nafasi katika akili yako. Let me repeat that statement. Hebu nirudie. I know we are in the last of the last days. Ninajua tuko katika nyakati za mwisho sana. And these are the perilous times. Na hizi ni wakati mgumu. But don't let negative toxic people rent space in your head.
Lakini usiruhusu watu waovu waweze kukua na nafasi katika akili yako. How can you do this, child of God? Na utawezaje kufanya hivi, mtoto wa Mungu? Raise the rent. Inua kodi And kick them out of your head. Inua kiwango cha kodi na uweze kuwaondoa katika maisha yako. Kick them out of your house. Waondoe katika nyumba yako. Don't allow. Usiruhusu. Amen. Amen. As we continue serving God in this wonderful place. Tunapoendelea kutumikia Mungu mahali hapa. Don't allow negative toxic people rent space in your head. Usiruhusu watu waovu ambao hawana usaidizi wowote kutafuta nafasi katika maisha yako. Raise the rent. Inua kiwango cha kodi. And kick them out of your head. Na uweze kuwaondoa katika maisha yako. Kick them out of your body. Waondoe kwenye mwili wako. God bless you so much. Mungu awabariki sana sana. If the Lord tarries, will come again. Mungu akiendelea kukawia, tutarudi tena. Jamani, give the Lord a good God bless you. Makofi mazuri kwa Bwana. Give the Lord a good God bless you. Makofi mazuri kwa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Physical training benefiteth little. Mazoezi ya kimwili inaleta faida kidogo. But godliness, lakini uungu, benefiteth more. Unaleta faida zaidi. Because it carries the promises for life now. Sababu inabeba ahadi za maisha ya sasa. And that of the life to come. Na ile ya maisha yajayo. Hallelujah. Hallelujah. Give the Lord another good God bless. Makofi mazuri tena kwa Bwana. Raise the rent. Ongeza kodi. Amen. Raise the rent. Ongeza kodi. Careful. Let not your brain be so cheap that the devil can. Akili yako isiwe ya gharama ya chini ambayo shetani. Careful. Yeah. That is a divine revelation from above. Hiyo ni ufunuo ya kiungu kutoka juu. Made bei. Ongeza bei. Maraka. Ya hapa. So that the devil has no place. Ili shetani akose nafasi. To put rubbish there. Ya kuweka takataka. Because it is too expensive. Sababu gharama ni ya juu. Amen. Amen. I'm so blessed. Nimebarikiwa sana. And thrilled. Na pia nimeshangazwa. For what we have eaten today. Kwa kile ambacho tumelishwa leo. Amen. Amen. We want to go and pray. Tunataka kuomba. But brethren, I want to challenge you. Lakini wapendwa, ningependa kuwatia chenga. We have seen people who have trained physically. Tumeona watu wamefanya mazoezi ya kimwili. I've personally trained physically. Mimi mwenyewe nimefanya mazoezi hayo. I used to benefit a lot from physical training. Nilikuwa nafaidika sana na mazoezi ya kimwili. But that could only give me things for down here. Lakini hiyo ilikuwa inanipatia vitu vya hapa chini. But you need things up there. Lakini unahitaji vitu vya juu. You need to be properly well built to fight this good fight of faith. Unapaswa kujengeka vizuri ili upigane vita vya imani. There are things you will not say if you are not fit spiritually. Kuna vitu hutaweza kusema kama hauko sawa kiroho. There are places you will not say no. Kuna sehemu hutasema la if you are not properly exercised spiritually. Kama haujafanya mazoezi mazuri kiroho. It's not easy. Sio rahisi. Amen. Amen. It carries promises for the life to come also. Imebeba ahadi za maisha yajayo pia. Amen. Amen. The other day I was talking to some of these my friends with whom we used to go around this region dancing. Nikiongea na mmoja wapo marafiki zangu, tulikuwa tunazunguka nao sehemu hizi tukicheza. There is a musician who has remained. He comes from Suna West here. Kuna mwimbaji ambaye baada amebaki anatoka hapa Suna West. And when we were trying to think about some of those things that used to happen in the 80s. Tulipokuwa tukijaribu kukumbushana vitu vilikuwa vikifanyika katika miaka ya 80. He's lucky to have remained. Yeye ana bahati alibaki. Amen. Amen. But when you looked at those people that time, lakini ungeangalia wale watu ile nyakati. I told you I used to stay with a nephew. Niliwaambia kwamba alikuwa anaishi na binamu yangu.
who used to work with all of them, Kasongo, Kolela, Maze. Alikuwa anatembea na hao waimbaji wa zamani. He just comes to the box and he gets the money and they go. Alikuwa tu anakuja kwenye ile box, anachukua pesa, wanaenda. They were exercising themselves physically. Walikuwa wanafanya mazoezi ya kimwili. But I was exercising myself, both physically and spiritually. Mimi nilikuwa nafanya mazoezi ya kimwili na pia ya kiroho. They gave me masharti. Wakanipatia masharti. And they said, na wakasema, if you can't go away, kama huwezi enenda. They used the term chamfoni. Wakasema kula nini? Chamfoni. Chamfoni. Yani kaa sasa na hiyo ngumu wako. Nana they used to call me young father, wacha kuongeza chumvi mingi. Hata Yesu alitembea na waovu. And I tell them, I'm not adding salt, I'm the salted. Nami nawaambia mimi siongezei chumvi, mimi mwenyewe ndio chumvi. There are times I would go hungry and I know they are eating boiled kuku. Kuna nyakati nilikuwa nakaa njaa lakini najua wanakula kuku chemsha. But I refused to appear in a place of evil. Lakini nilikataa kuonekana pahali pa maovu. Exercising myself. Hiyo sasa najijenga. Physically and spiritually. Kimwili na kiroho. When I could not stay with them in their house because of the things they used to do there. Wakati niliacha kuishi na wao kwa nyumba yao sababu ya yale walikuwa wakifanya kwa nyumbani mwao. I stayed in a house that is left. Niliishi kwa nyumba ambayo ilikuwa imeachiliwa. Without a good door. Haikuwa na mlango mzuri. Without a good window. Haina dirisha. But today God has given me my own home that I can enter any time. Lakini leo Mungu amenipatia nyumba yangu, naweza ingia saa yoyote. You may look foolish. Unaweza onekana mjinga. To go godly way. Kwenda njia ya Mungu. But time will tell. Lakini muda ndio utasema. Today they are not there. Leo hawako. They are not there. Hawako. The shop they used to have ndio sasa inaitwa Bildon Studio along that line. Duka yao saizi ni studio pale darajani kule. Koreans used to come after harvesting tobacco. Wakuria wakishavuna tobacco walikuwa wanakuja na pesa. And they say, hii suit itaisha siku gani? And they just ask, when will you finish this suit? And if they are told next week Thursday, wakiambiwa ni juma lijalo Alhamisi, it is chewed and then taken to the laundry and then it comes to pick them on Thursday next week. Inashonwa, inaenda inaoshwa kwa dobi, alafu hiyo Alhamisi wanakuja kuchukua. He doesn't go back to Korea. Yeye harudi Kuria. They dance here with women until Thursday. Wanacheza miziki ya wale watu na wamama hapo hadi ile siku ifike. Waiting for their suit. Wakingojea suti ishonwe. Today. Na sasa hivi. They are normal. Leo hawapo. They are normal. Hawapo. Exercise yourself in godliness. Wewe jijenge kwa kiungu. And I want to thank God for each one of you. Lakini ningependa kushukuru Mungu kwa kila mmoja wenu. I want us to rise up on our feet. Ningependa tuinuke kwa miguu yetu. And as we rise up on our feet, na tunapoinuka kwa miguu yetu, I want us to go before the Lord. Ningependa twende mbele za Mungu. Paul said, Paulo anasema, what I do, ninachofanya, it's not that evil thoughts don't come to me. Sio kwamba mawazo maovu hayanijii, but as they come to me, lakini zinapokuja, because Christ is well seated in my heart. Sababu Kristo amekaa pazuri moyoni mwangu. I compare the thoughts that come with Christ in me. Ninalinganisha mawazo yanayonijia na Kristo aliye ndani yangu. And every thought that is short of Christ, na kila wazo ambalo limepungukiwa kwa Kristo, I pull them down. Na shusha. And subject them to be obedient to Christ. Na ninayafinya yaweze kutii Kristo. You must change your way of thinking. Lazima ubadilishe njia yako ya kuwaza. You must win the battle at the mind. Lazima ushinde vita ya mawazo. Hallelujah. Hallelujah. That God may be glorified in your life. Ili Mungu atukuke maishani mwako. I want to pray with somebody who has decided, I'm raising the rent in my mind. Ningependa niongee na mtu ambaye ameamua nataka kuongeza kodi katika mawazo yangu. People who want to sell, they look for shops. Watu wanataka kuuza, wanatafuta duka. And when your shop is cheap, na duka yako ikiwa na bei rahisi, the devil will come with every masengenyo. Shetani atakuja na masengenyo yote. Amen. Amen. That is something spiritual. I'm repeating it until it gets into your mind and in your heart that we need to raise the rent. Ni kitu la kiroho, nitarudia hadi ingie mawazoni mwako kwamba yapasa uongeze kodi. Father, I pray that somebody raises the rent in their minds. Naomba Baba kwamba mtu akaongeze kodi katika mawazo yake. Let them raise standards. Wakainue viwango. The stakes are high, Lord. Kwamba hali ni za juu. Quicken them. Waharakishe Bwana. Quicken them. Waharakishe. Touch their minds. Guza mawazo yao. Touch their hearts. Guza roho zao.
to be selective. wakaweze kuchagua. Yes, Lord. Ndiyo Bwana, That your name may be glorified. ili jina lako litukuke At the things they meditate upon. kwa yale wanayowazia. You spoke to the children of Israel. Uliongea na wana wa Israeli And you spoke to Joshua. na ukaongea na Yoshua As he was preparing to walk the journey. alipokuwa akijiandaa kwa You safari. told him, and this word Ukamwambia neno shall hili not depart from you. lisiondoke kinywani You mwako, will meditate upon it utaliwazia day and night. usiku na mchana, And it will go well with you. na itakuwa sawa na wewe. Never let it leave you. Usiache likuache, Oh God of grace. Mungu wa neema. And you talk to the children of Israel. Ukaongea na wana wa Israeli, And you told them these things. ukawaambia mambo haya, These words of mine. maneno haya You shall yangu teach them to your children. mutayafunza wana wenu. Teach them when they are seated. Mwafunze wakiketi, Teach them when you are walking along the road. mwafunze mkitembea nao Teach barabarani, them when you are sleeping. mwafunze mkilala, Teach them at mealtime. mwafunze hata usiku. Oh God, the stakes are high. Hali ni za juu, And I pray for these ones lakini nawaombea that hawa they may raise the stake. kwamba wakainue viwango, Because you are not going to use ordinary people. sababu hautatumia watu wa kawaida, You use people who had raised the stake. utatumia watu walioinua And the viwango. Bible say when Moses raised the stake, Maandiko yanasema Musa alipoinua kiwango, he chose at one time alichagua wakati mmoja that it is better kwamba ni afadhali to go out kutoka nje and suffer with the messianic people na kuteseka na watu wa Masihi than to continue enjoying meals kuliko kuendelea kufurahia and vyakula drinks in the palace. na vitu vilivyo kwenye kasri. Oh Lord, I pray Bwana, naomba that somebody today mtu siku ya leo will make up their mind akaweze kufanya that uamuzi, I'm not going to enjoy na kwamba sitafurahia the pleasantries of the king's home. mazuri ya nyumba ya mfalme. Let them, oh God, despise the pleasantries, Bwana, wacha wakadharau yale mazuri, that they may prepare themselves ili wakajiandae to suffer for the name of Christ. kuteseka kwa jina la Kristo. Hallelujah. We bless you, Lord. Tukubariki Bwana, We bless you, King of Kings. tukubariki mfalme wa wafalme. As I continue to pray, Ninapoendelea kuomba, could somebody be willing to raise the rent? je, kuna mtu ambaye anatamani kuongeza I really kodi? feel in my heart Na hisi moyoni that somebody should make up their mind. kwamba mtu akafanya uamuzi. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. If you're there, just raise your hand. I want to see. Kama uko pale, basi inua mkono wako, nataka nione. Many things have befallen us and we have regretted because of our cheap minds. Mengi yametuandama na tumejuta sababu ya kuwa na gharama ya chini mawazoni. Just raise your hand. Inua tu mkono wako, Because I'm going to pray a prayer of faith. sababu nitaomba maombi ya imani. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes the devil just threatens you on the basis of the fact that you don't have ugali today. Kuna wakati tu shetani anakutisha tu sababu huna ugali ya kuweka mezani leo. But I want you to grow above ugali Lakini levels. nataka ukue zaidi ya kiwango cha ugali, Because ugali is supposed to follow you. sababu ugali yapaswa ikufuate. Hallelujah. Hallelujah. And tell the devil, Mwambie shetani, man shall not live by bread alone. mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake. Man live by the word Mwanadamu ataishi kwa neno that proceeds from the mouth of God. litokalo kinywani mwa Bwana. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, for this one. Asante Bwana kwa ajili ya hawa. They're raising their hands because they want to raise the stakes. Wameinua mikono yao sababu wanataka kuinua viwango. You who sits in secret, Wewe unayeona you who sirini, never take people for a ride, wewe ambaye huwadanganyi watu, you see their hearts unaona mioyo yao and you see the meditations of their hearts. na unaona makusudi ya Oh mioyo Lord of yao. grace, as they raise their hands before you, Mungu wa neema, wanapoinua mikono mbele zako, raising the stakes, wakiinua gharama, they want to walk with you. wanataka watembee na They wewe, want to walk with you, oh God. wanataka watembee na wewe. I Bwana, pray they no longer be ordinary. naomba wasiwe watu wa kawaida. I pray you touch their mind. Naomba uguze mawazo yao, Oh God, as they allow you to transform them wanapokuruhusu Bwana uweze kuwabadilisha by renewing their mind, kwa kufanya upya mawazo that they yao may think differently. ili wakawaze tofauti. Oh God, I pray Bwana, naomba that it may come to pass, kwamba ikatimie, that they will not remain the same. kwamba hawatabaki jinsi As walivyo. they raise the stakes, Wanapoinua viwango like Moses raised the stakes, kama vile Musa alipoinua you kiwango, never let him down. haukumkosesha And you came to use it. na ukamtumia. Use them, Lord, Watumie Bwana, because you don't want to use people
people who are thinking ordinarily. Sababu hutaki kutumia watu wanaowaza kawaida. You are already acting in these last days and you are acting in foreign realms. Unatenda kazi katika siku hizi za mwisho na unatenda kazi katika nyanja za nje. That need men and women that are meditating on the word of God. Ambazo zinahitaji wanaume kwa wanawake ambao men and women that are teachable. Wale ambao wanaweza kukafunzwa. That will be available before you. Ambao watapatikana mbele zako. That will be faithful to do your work. Ambao watakuwa waaminifu kutenda. Oh God of grace, I pray. Mungu wa rehema naomba. That it may come to pass. Kwamba ikatimie. That out of this service today. Kwamba kutokana na ibada hii ya leo. You have raised for yourself men and women. Umejiinulia wanawake kwa wanaume. That have made up their minds not to be cheap. Ambao wameamua hawatakuwa gharama la chini. That are speaking like Daniel said. Ambao wananena kama vile Daniel alivyosema. He purposed in his heart. Aliamua moyoni. That I will not defile myself. Kwamba sitajinajisi. But I live for God's glory. Lakini nitaishi kwa utukufu wa Mungu. That as they stand on this, wanaposimama kwa hili, you will stand on the word. Utasimama na neno. Because you are standing behind your word to perform it. Maana unasimama nyuma neno lako. Do it, Lord, to give yourself a name. Tenda Bwana ili ujipatie jina. Be honored, be lifted forever. Heshimika, inuliwa milele. Because I pray by faith. Maana naomba kwa imani. And with thanksgiving. Kwa shukrani. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Give the Lord a good God bless. Makofi mazuri kwa Bwana. Give the Lord a good God bless you.